Kama ambavyo leo tumepata taarifa jioni hii kwamba kuna mfugaji mmoja katika maeneo hapa Maziwa Ng'ombe ambaye ameripotiwa kwamba mifugo yake yamekufa ghafla. Sasa mimi kama mwakilishi wa jimbo la Micheweni nimepata mshtuko, na kwa sababu ni fani ambayo niliweza kuifanya kazi, haraka nikakimbilia, kabla hajazungumza chochote tukasema tujiridhishe kwa kufanya uchunguzi katika hatua za awali. Na tulilenga kufanya uchunguzi katika hatua za kimaabara kwanza baada ya kumaliza field, kwa maana kwamba kuangalia mzoga, hatimaye tukachukua sampuli tupeleke maabara. Lakini baada ya kufanya uchunguzi tumeangalia kwa kina kwamba tumejiridhisha kwamba kwa hatua ya awali kwamba hatukuona dalili ambazo zilipelekea labda pengine kwamba kuna hujuma ambayo imefanyika katika ng'ombe hawa. Kwa ujumla ng'ombe walikuwa wengi, lakini ng'ombe ambao waliathirika zaidi ni wale ambao au walipoteza maisha ni ng'ombe ambao wao ni wale ambao wananyonyesha. Kwa maana kama tunavyojua kwamba mnyama ambao au kiumbe yote ambao kwa anategemewa kwa ajili ya kwamba kutoa huduma kwa mwingine, maana yake hususan katika mifugo, kwa maana ng'ombe ananyonyesha, maana yake anakuwa yeye yuko kwenye riski zaidi ukilinganisha na wale ambao wako katika hali ya kawaida au wako katika maisha ambayo hawategemewi katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo kubwa zaidi ambayo tumeangalia tumepata history kidogo ya namna ambavyo limetokea tukio, lakini baadaye tukaenda kuangalia sample ya malisho ambayo wamelishwa wanyama hawa, lakini tukajigundua kwamba malisho ambayo wamelishwa ni malisho ya aina moja, na yote ni majani ambayo yana asili ya kutengeneza gesi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba ng'ombe hawa mkulima alikuwa na hoja kwamba kamilisha ng'ombe wote, lakini pamoja na kwamba amelisha ng'ombe wote, lakini ng'ombe hawa ambao kama nilivyosema katika condition hii kwamba wao wananyonyesha, maana yake ni kwamba kama ingekuwa ni sumu, maana yake ni kwamba ndama pale na wao wangeweza kuripona, wangeweza kuathiriwa kwa sababu nao ni ndama ambao wananyonyeshwa. Lakini kubwa zaidi ambayo tumejiridhisha kwa hatua hii ambayo tumefikia, tumeona kwamba kuna dalili za malisho ambayo yamepelekea ng'ombe kupata gesi, na kama gesi ambayo imepatikana kwa maana bloat tunaita kwa jina la kitaalamu, ingeweza kuchukuliwa hatua kwa wakati, maana yake ng'ombe wote wawili kuna possibility ya kuweza kupona pasina shida yoyote. Kwa hiyo nature ni kwamba wachungaji ambao wanaoshughulika mifugo haya ni watoto wadogo, na vile vile katika namna ya kuripoti kwao hakukuwa kule kwa kuonekana kwamba kuna umakini mkubwa. Kwa kubwa zaidi mimi nitaka nimuombe tu mfugaji pamoja na watu wengine kwamba tunapokuwa tunalisha mifugo lazima tuwe na tahadhari, hususan katika kipindi hichi ambacho mifugo kwa wakati muda mrefu hawakuwa na malisho, na sasa unapopata malisho hususan ambayo yako katika hali ya green wa hali ya juu, kwa maana majani machanga, yanaweza athari mbalimbali zinaweza kutokea. Moja, kunaweza ng'ombe wakapata diarrhea, kwa maana wataharisha waro mkubwa ambao wanaweza kupelekea kama wakati mwingine kahisi kama kuna infection, na obvious hali kama hii tunachukua hatua. Lakini ingeshauriwa katika kipindi hichi wakulima wawe na tahadhari kwamba majani bado, wakitoka katika kipindi ambacho mnyama ka survive katika kipindi cha drought kwa muda mrefu, maana yake akianza kulishwa malisho haya majani machanga, maana yake majanga mbalimbali yanaweza kutokea kwa sababu utumbo haujazoea katika hali kama hiyo kwa hafla hivyo. Kwa hiyo kubwa zaidi mimi kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Micheweni nimefika kwa ndugu yangu, kwa jamaa yetu huyu ambayo ni Bwana Tibunja na Rafa, lakini kwa mujibu wa history ni kwamba hatukuona dalili za ishara mbalimbali ambazo pengine kuna hujuma imefanyika. Kubwa zaidi kwa sababu amepoteza mifugo, ni wajibu wetu kumfariji na kuweza kumpa pole kwa haya ambayo yametokea. Lakini sambamba na hilo tunaendelea kumuomba kwamba aendelee kuwa na subira, na kwa vile sisi msemo wako tunasema kwamba mali imefungwa na mashina ya roho, ni jambo linauma, lakini kwa kadari ambayo imetokea hii na excellence ambayo imetokea, tunamuomba endelee kuwa na subira, na huko tunaendelea kufanya uchunguzi kwa mazingira mengine ya ziada ili tuweze kujiridhisha zaidi. Lakini kwa hatua ya awali ambacho tumekibaini kwa uchunguzi ambao tumefanya ni kwamba hakuonesha ishara ya kwamba kuna hujuma ambayo imefanyika direct, na huo ndio utaalamu na ndio science inayotueleza katika mazingira haya ya awali ambayo tunaenda. Tukienda mbali zaidi tutaweza kujiridhisha, lakini kwa hatua hii naomba tumtoe hofu mkulima, hakuna hujuma ambayo imefanyika katika eneo hili.